tunajua tumebakiza siku 2 tu, leo na kesho, kuweza kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Mimi napenda kusema kwa ridhaa ya Watanzania, kwa sanduku la kura tutaenda kuangalia nini ambacho kitaenda kujiri siku hiyo, ikiwa bado tunaendelea kuiombea amani Tanzania, taifa letu kwa ujumla. Tupige kifua chetu mbele kwa kuisifu nchi yetu kuwa na amani bora zaidi, kwa sababu tunaona mataifa ya jirani bado amani kwao imekuwa ni changamoto. Karibu ndugu yangu. Asante, naendeleaje? Sisi tuko poa, sijui wewe. Hongereni kwa kazi. Shukrani sana. Mtazamaji ambaye anatazama hivi sasa, natamani kujua wewe unatokea wapi, wewe ni nani na nini ambacho tunazungumza. Asante, mimi naitwa Michael Saladi, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Foundation for Disabilities Hope. Shirika letu tunafanya kazi makao makuu yako Dodoma, lakini tunafanya kazi nchi nzima. Na tumekuwa tukifanya kazi ya kusaidia makundi ya watu wenye ulemavu kwenye nyanja tofauti tofauti. Tunagusa masuala ya elimu, afya, tunagusa masuala ya economic empowerment, kwa maana ya kukuza watu wenye ulemavu kwenye maeneo ya kiuchumi. Kwa hiyo tunafanya kazi kwenye mikoa kama 19 hivi kwa sasa. Tuna miradi huko. Lakini kwa leo tumekuja mahususi kwa ajili ya kuzungumzia masuala ya ushiriki wa watu wenye ulemavu kwenye masuala ya uchaguzi. So tunaamini kundi la watu wenye ulemavu ni miongoni mwa makundi ambayo yako kwenye jamii. Na tungependa na yenyewe yawe involved kwenye masuala ya uchaguzi, kwa sababu tukitaka kuitazama jamii hatuwezi kuiacha mbali kundi la watu wenye ulemavu kama kundi miongoni mwa makundi ambayo yako kwenye jamii kabisa. Kwa hiyo sisi kama taasisi, moja ya eneo ambalo tunafanya kazi kubwa ni kuhamasisha watu wenye ulemavu washiriki kikamilifu katika uchaguzi, kwa maana ya haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Ndio tunaelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, si ndio? 2025. Tumebakiza siku 2 kama ilivyo ambavyo tunavyosema, na ndivyo ambavyo ilivyo. Tunaona sasa tukizungumzia kwenye kundi la watu ambao ni walemavu, kundi la watu maalum, si ndio? Mmeandaa mkakati gani ambao unaweza ukasaidia kwa walemavu kuweza kufikia eneo la tukio? Kwanza kabisa sisi kama taasisi, lakini kwa kufanya kazi kwa karibu sana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini na serikali yetu, moja, tunataka kuona mazingira wezeshi au tunajitahidi sana kuona mazingira wezeshi ya ushiriki wa watu wenye ulemavu kwenye uchaguzi. Mazingira wezeshi ni yapi? Moja, tunataka kuona miundombinu ikiwa imewekwa vizuri na imeandaliwa ambayo itamfanya mtu mwenye ulemavu aweze kushiriki kikamilifu. Lakini pia kushughulikia zile changamoto za msingi ambazo zinasababisha watu wenye ulemavu washindwe kushiriki kikamilifu. Changamoto hizo ni zipi? Kwa mfano, kwenye kundi la watu wenye ulemavu tunayo makundi tofauti. Kunao viziwi, kunao wasioona, kunao watu wenye ulemavu wa viungo, kuna watu wenye ualbino. Haya yote makundi, kila kundi lina changamoto zake. Kwa mfano nikizungumzia kundi la viziwi, wao ili waweze kushiriki kikamilifu kwenye masuala ya uchaguzi lazima kuwe na wakalimani wa lugha ya alama kwenye vituo. Lakini pia tukizungumzia wasioona, ni lazima machapisho, zile karatasi za kupigia kura lazima ziwe kwa maandishi ya nukta nundu. Lakini tunapozungumzia watu wenye ulemavu wa viungo, lazima vile vituo vya kupigia kura viwe accessible, inaweza kuwafanya watu wenye ulemavu waweze kufika bila kuwa na kizuizi. Kwa sisi kama taasisi, lakini kwa kushirikiana na serikali kwa ujumla wake, tunafanyia kazi vikwazo hivi ili viweze kumfanya mtu mwenye ulemavu aweze kushiriki kikamilifu, na tunaona tumepiga hatua kadhaa. Moja, kwa mwaka huu watu wenye ulemavu wataweza, watu wenye ulemavu wa macho wataweza kupiga kura kwa kutumia karatasi maalum zenye maandishi ya nukta nundu. Kwa hii ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili, na sisi kama taasisi tunajipanga kwa vile vituo ambavyo tutaona kuna uhitaji wa lugha ya wakalimani wa lugha ya alama, kwa kushirikiana na tume na kufuata miongozo ya tume. Basi tuko tayari kupeleka hawa wakalimani. Lengo likiwa ni nini? Lengo likiwa ni kumfanya mtu mwenye ulemavu aweze kushiriki kikamilifu katika uchaguzi. Lakini tunashukuru serikali imejitahidi pia kwa maana ya kuweka sehemu maalum za kupigia kura kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa viungo. Kwa hii ni step kubwa ambayo sisi kama taasisi tunajivunia, na ndio maana tunachukua hatua muhimu ya
kuhamasisha watu wenye ulemavu washiriki, kwa sababu ushiriki wao utasaidia zaidi kupata viongozi ambao wataendelea kubeba ajenda zao. Kwa hiyo ni msingi wetu kama taasisi, lakini ni kuhamasisha watu wenye ulemavu kushiriki kamilifu katika uchaguzi, kwa sababu ya hatua kadhaa ambazo tumezifanya. Sawa. Na kutokana na elimu mnayoitoa labda kuanzia leo ama tangu kampeni zilipofunguliwa, ni jitihada gani ama ni matumaini gani ambayo mmeyaona kwamba ni kwa kiasi kikubwa kundi la watu wenye ulemavu wataweza kushiriki katika uchaguzi mwaka huu? Asante. Kwanza kabisa mwamko wa watu wenye ulemavu kwa mwaka umekuwa mkubwa sana. Kwa sababu moja, kwa mara ya kwanza katika chaguzi, ukifanya tathmini, mimi nimekuwa nikishiriki katika chaguzi mbalimbali za ndani na nje na kujifunza kwenye mataifa mengine pia practice ya namna watu wenye ulemavu wanavyoshiriki kwenye masuala ya uchaguzi. Na ukiangalia kwa hapa ndani, kwa mara ya kwanza kumekuwa na mwamko mkubwa sana wa watu wenye ulemavu kushiriki kwenye masuala ya uchaguzi. Moja, wamejitokeza kugombea kwenye nafasi mbalimbali za uongozi. Lakini pili, wamehamasika kikamilifu kushiriki. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia zaidi ya watu wenye ulemavu 40 wamejiandikisha kwenye kama sehemu ya wapiga kura kwenye daftari la mpiga kura. Lakini pia tumekuwa tukiona hamasa kubwa ya watu wenye ulemavu, kwa sababu sisi tunakutana nao kwenye maeneo tofauti. Kwa tumekuwa tukiona namna ambavyo watu wenye ulemavu wanahamasika kushiriki kwenye uchaguzi. Na hamasa hiyo inatupelekea sisi kama taasisi tunaosimamia na kupaza sauti zao kufanya tathmini yetu na kuona kwamba tumepiga hatua katika kufikia kupeleka zile agenda. Kwa sababu zamani kulikuwa kuna vizuizi vingi. Ilikuwa ni mtu mwenye ulemavu tu hata kutoka kwenda kushiriki kwenye uchaguzi ilikuwa ni changamoto. Kulikuwa kuna barriers hizo kuanzia ngazi ya familia. Familia ilikuwa haiwapi nafasi watu wenye ulemavu. Lakini jamii, mtazamo wa kijamii, unajua zamani ulikuwa hata ukikaa na mtu mwenye ulemavu hivi ilikuwa ni changamoto. Ukaa tu na mtu mwenye ulemavu hivi kuzungumza ilikuwa ni changamoto. Kwa nini? Kwa sababu ya ile mitazamo ya kijamii kuhusu ulemavu au dhana ya mtu mwenye ulemavu na ulemavu kwa ujumla wake. Sasa hivi tumepiga hatua. Tunaona watu wenye ulemavu wanajitokeza kwenye kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuongozi. Wapo. Na tumekuwa na mifano mizuri hiyo. Kwa maana yake inatafsiri nini? Inatafsiri kwamba tumepiga hatua. Mimi ninapokuwa nikitembea huku kwenye mataifa mengine, tunajifunza practice za watu wenye ulemavu kule. Na tunachukua ule ujuzi kule tunauleta huku, tunakuja kwa kukutanisha wenzetu, tunawaambia kwamba dunia sasa hivi inakwenda hivi, tunapaswa kwenda hivi. Na tunashukuru hamasa imekuwa kubwa. Na ule mtazamo wa kujiogopa wenyewe umeondoka kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo sasa wanaweza kushiriki. Kwa hiyo katika swali lako la msingi ni kwamba hamasa imekuwaje, ni kwamba hamasa ni kubwa sana. Na ndio maana inatupelekea sisi kama viongozi kuchukua hatua sasa ya kuweza kuona vile vikwazo vidogo tuweza kuviondoa ili tuweze kutengeneza inclusive society. Na tukiendelea hapo kuzungumza na walemavu lakini pia watu wenye mahitaji maalum. Tumeona mafunzo jana yameendelea kutolewa kwa watendaji. Je, kuna mafunzo yote ambayo ilikuwa yanaendelea ndani yake kwa ajili ya jinsi ya kuwahudumia walemavu katika siku hiyo? Tume imefanya kazi kubwa sana, na mimi nitumie fursa hii kupongeza kwa sababu kuanzia mchakato wa awali wa uchaguzi tume imekuwa ni shirikishi, imekuwa ikishirikisha na kushirikishwa kwa tume na hata kwenye maandalizi ya kuanzia kwenye daftari za mchakato wa awali. Sisi kama wadau wa masuala ya watu wenye ulemavu tumeshiriki kikamilifu. Kwa hiyo ushiriki wetu umetuonyesha kwamba hata kwenye hawa wasimamizi wamepata elimu ya kutosha, kwa sababu wao pia watakwenda kupelekewa yale material ambayo watu wenye ulemavu pia watakwenda kuyatumia. Kwa hiyo wamewezeshwa kufahamu kwamba ulipo hili kundi kwenye jamii na nalo lenyewe linahitaji pia kupata nafasi ya kushiriki kamilifu. Kwa hiyo uelewa umekwenda, lakini hatujaishia hapo. Sisi kama taasisi tumefanya initiatives za kufikia wasimamizi wa vituo na kuwapa elimu pia kwamba kuna watu wenye ulemavu wako kwenye jamii. Na tunashukuru wanapokea positive sana. Inatusaidia zaidi kuwa na uelewa kwamba tumepiga hatua kwa kiwango kikubwa katika kufikia
Kusema hivyo imaanishi kwamba changamoto hazipo. Zipo changamoto, lakini kwa kiwango kikubwa sana tumepiga hatua katika kuzitatua. Tunaamini katika chaguzi zinazokuja tutaweza kufanyia kazi zaidi hizi changamoto na hatimaye kuziondoa kabisa. Kwa hiyo kwa hatua ya sasa tunaweza kusema kwamba angalau sasa kuna uelewa. Na huu uelewa unapelekea pia hata watu wenye ulemavu wenyewe kuamka sasa. So zamani ilikuwa ni ngumu kwa sababu hata tu wenyewe wasimamizi wenyewe walikuwa hawana uelewa wa kutosha. Wanamna hata ya kumkea mtu mwingine. Kwa mfano mimi mtu mwenye ualbino, mimi nikikaa kwenye jua linaniathiri. Sasa kama msimamizi wa kituo hana uelewa wa kutosha kuhusu mtu mwenye ulemavu, maana yake anaweza kumwona mtu mwenye ualbino pale akampangisha kwenye foleni. Ndio. So tumepeleka hiyo elimu na watu wamekuwa sasa na uelewa, na sisi tunaona hiyo ni hatua muhimu kabisa. Tukizungumzia miaka kadhaa iliyopita ya uchaguzi nyuma, na tunazungumzia mwaka huu wa uchaguzi pia 2025. Kuna utofauti upi ambao umeuona mwitikio kwa watu wenye uhitaji maalum walemavu according to miaka iliyopita na sasa hivi? Nakushukuru Maria. Kwanza kabisa tunaona watu wenye ulemavu kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi. Hilo la kwanza. Kiashiria kipi kinatuonyesha? Moja, ukiangalia ukifanya tathmini, sisi tumefanya tathmini moja, hata ushiriki wao kwenye kugombea. Mwaka huu zaidi ya watu wenye ulemavu kuanzia ngazi ya udiwani na ubunge wamegombea zaidi ya watu wenye ulemavu 73 kwenye maeneo tofauti. Nyuma huko ulikuwa ni ngumu sana kumwona mtu mwenye ulemavu anagombea nafasi mbalimbali za uongozi. Lakini la pili, tumeona uoga. Watu wenye ulemavu zamani huko walikuwa wanaogopa kujitokeza kwa sababu ya mitazamo mbalimbali ya kijamii. Zamani ulikuwa unasikia nyakati za uchaguzi watu wenye ualbino wanapata shida Sasa hivi tunashukuru Mungu angalau kidogo mpaka sasa tunamaliza uchaguzi matukio yamekuwa machache sana. Kwa hiyo ni hatua muhimu ya kuwaonyesha kwamba watu wenye ulemavu wanaweza kutokea kushiriki kamilifu. Lakini kingine ambacho kilikuwa kinatufanya tushindwe kushiriki ile mitazamo ya kijamii. Jamii ilikuwa iamini kwamba mtu mwenye ulemavu anaweza kuwa kiongozi. Yes. Ni ngumu sana ilikuwa kuiaminisha jamii kwamba mimi naweza kuwa kiongozi. Watu walikuwa wanatazama ulemavu wa mtu mwenye ulemavu badala ya kutazama uwezo wake wa kuongoza. Na ilikuwa inapeleka nyuma, inarudisha nyuma jitihada za mtu mwenye ulemavu. Lakini sasa hivi tunaona wako watu wenye ulemavu wengi ndani na nje ya nchi wanatusaidia. Na kutusaidia kule kunaonyesha kwamba kumbe hili kundi likipewa nafasi linaweza kupiga hatua kubwa. Kwa mfano kina Dr. Posi leo ni balozi wa nchi kubwa huko duniani. Ni mtu mwenye ualbino. Anatuonyesha kwamba watu wenye ulemavu wanaweza kufanya kitu kikaonyesha kwenye jamii. Kwa hizi hatua na jitihada zilizofanywa zinatengeneza msingi mzuri wa kutuonyesha kwamba tumepiga hatua. Na bado tunaendelea Mariam kuendelea kupiga hatua. Kwa nini? Kwa sababu tunataka kuona kundi hili linashiriki zaidi. Tunataka kuona vikwazo vinaondoka zaidi. Lengo letu sisi ni kuona jamii ya watu wenye ulemavu na wasio na ulemavu inakuwa jamii moja. Hilo ndio lengo letu la msingi. Sasa tutafikaje huko? Ni lazima sasa jitihada za pamoja kama hizi. Wewe ukisema, dada akisema, na wengine wakisema, na sote tukisema, tukiunganisha sauti, tunaweza kufanya kundi hili likaweza kusikika kwenye jamii. Mimi watu huwachekesha na kuwaambia kitu kimoja kwamba mimi nikitoa 10,000 nikampa dada yangu hapa, 10,000 yangu inakuwa haina ualbino. Ni kweli. Kwa hiyo tunaweza kuondoa vikwazo hivyo kwa kuonyesha jamii kwamba watu wenye ulemavu wanaweza kufanya kitu, wanaweza kuionyesha jamii kwamba sisi ni sehemu ya jamii. Kwa tumepiga hatua. Na wanasema kwamba kwenye mafanikio siku zote hapakosi changamoto. Lazima utapitia changamoto ili kuyafikia mafanikio. Nyie kama shirika ni changamoto gani ambazo mnapitia hasa pale mnapotaka kugundua kwamba nyumba fulani ina mtu mwenye ulemavu na hali ya kuwa amefichwa? Ni kweli. Bado kuna mitazamo na mila potofu zinazofanya watu waone kwamba kundi la mtu mwenye ulemavu hastahili kuonekana kwenye. Kuna familia hazitaki kuamini kwamba zinaishi na mtu mwenye ulemavu. Yaani ukikutana na mtu mwenye ulemavu kwenye familia anamficha ndani. Hataki hata kumtaka kumuonyesha. Sasa sisi tuna mechanism tofauti. Ndio. Kwa mfano sasa hivi tuna kitu tunaita family support group.
tumetengeneza elimu, tumefikisha kwenye elimu kwa ngazi ya familia pamoja na jamii inayomzunguka. Ile jamii inayomzunguka ikigundua kwamba kuna mtu mwenye ulemavu ambaye yuko ndani amefichwa, yule jirani awe wa kwanza kwenda kumfichua yule mtu mwenye ulemavu, au kumpa elimu ile familia kwamba mtu mwenye ulemavu ni mtu kama watu wengine, haki ya kushiriki kikamilifu kwenye masuala na mchakato mbalimbali kama watu wengine. Kwa mfano, mimi leo ni familia yangu ingenificha, mimi leo nisingekuwa mkurugenzi. Tuna serve zaidi ya mikoa 19 tuna miradi. Ninaajiri watu. Sasa kama familia ingenificha, maana yake nisingeweza leo kufika hapa. Sasa tunatumia hii kama mifano ya kuonyesha familia za watu wenye ulemavu kwamba tunaweza kupiga hatua, na tunaweza mtu mwenye ulemavu akipewa nafasi anaweza kufika mbali kabisa. Sasa ni hatua hizo tunaendelea kupiga, lakini kitu kingine ambacho tunatumia ni kuwapa elimu, sababu unajua tunahitaji bado kuendelea kupeleka ujumbe kwenye jamii zetu na familia zetu kwamba mtu mwenye ulemavu ni mtu kama watu wengine, ana haki ya kufurahia maisha kama watu wengine. Mimi nina ualbino, right? Lakini ualbino wangu sio kizuizi cha kunifanya mimi niwe na maisha fulani ya kuteseka au maisha kabisa. Kwa hiyo mimi na ulemavu kwenye mwili, lakini sio ulemavu kwenye maisha yangu binafsi. Maisha yangu hayana ulemavu, naweza kufanya shughuli kama watu wengine. Kwa tunatumia hiyo mifano kuwapa elimu watu wenye ulemavu hiyo. Tukitoka sasa hapa ambapo tunatizama kwa ukaribu zaidi, tuvuke hatua kadhaa miaka ijayo mbele. Unafikiri nini kiendelee kuboreshwa au nini kiendelee kuongezwa kwenye ushirika ili kuweza kufanya walemavu waweze kushiriki kwenye chaguzi zijazo? Kwanza tunaendelea kufanyia kazi swala la uboreshaji wa miundombinu. Ndio la kwanza, kuhakikisha katika chaguzi zijazo basi tuangalie miundombinu rafiki ili watu wenye ulemavu waendelee kushiriki. Kwa mfano, tumezungumzia swala la lugha ya alama, kuwepo na wakalimani kwenye vituo, kuendelea kufanyia kazi hivi vituo basi viwe rafiki, lakini pia kuendelea kuhamasisha kundi la watu wengi zaidi wenye ulemavu kushiriki kwenye uchaguzi. Tunaamini katika miaka na chaguzi zijazo tutapata ushiriki mkubwa sana na mpana wa watu wenye ulemavu. Okay. Yes. Tumezungumza sana na watu wenye ulemavu. Kuna mtu ambaye ana ulemavu, tunazungumza ulemavu wa kuona, tunazungumza ulemavu wa viungo, lakini wote tunazungumza nao hapa ambapo amekaa nyumbani anawaza mimi nitatokaje kufika kuelekea katika eneo la kupiga kura. Basi tumwambie kwamba miundombinu ni rafiki kweli kweli, na mambo yamewekwa vizuri kabisa ili kuweza kuelekea wewe kwenda kumchagua kiongozi ambaye unamtaka. Una haki yote ya msingi, na hiyo ni haki yako, iko kisheria kabisa, si ndio? Tuzungumze kwa kumaliza na swala zima la amani. Tunajua sasa hivi kuna mambo mengi ambayo yanaendelea mitandaoni, mambo mengi kweli kweli. Tunazungumza mambo ya maandamano, mambo ya upinzani kweli kweli. Kesho kutwa tunazungumza Jumatano tarehe 29, ndio ile siku maalum ambayo tulikuwa tumeisubiri kwa miaka mingi kweli kweli, tukabakiza miezi. Sasa hivi mwezi tunazungumza na siku 2 sasa. Ni yapi maoni yako kwa wananchi kuhusiana na swala zima la amani? Tutoke twende tukapige kula, turudi makwetu, na mimi niwaambie tu kwamba Tanzania tumebarikiwa sana. Tumejaliwa sana kwanza kuwa na taifa ambalo limetengenezwa kuwa taifa moja, taifa lisilo na matabaka. Kwa hiyo mimi nikiwa Tanzania, mimi natembea sehemu mbalimbali. Nikiwa Tanzania nafurahia zaidi kuwa Tanzania na najivunia zaidi kuwa Mtanzania. Na ukiniambia leo hii niende nikaandamane, ninakushangaa kwa sababu zipo jitihada na kazi kubwa sana ambayo imefanywa kabisa. Usipoiona hiyo kazi ambayo imefanywa, wewe tu utakuwa utaki kuona. Sasa wanaotaka kufikiri au wanaofikiri kwamba hakuna kilichofanyika, labda pengine wawatafute watu wawasaidie kuviona. Inawezekana ni sehemu nyingine pia ya kundi letu tunalolihudumia. Kwa hiyo tunahitaji tu kuwatambua kwamba kwamba na wao wanahitaji kuviona. Lakini nataka niwaambie tu Watanzania wenzangu kwamba amani tulionayo hii ni muhimu zaidi kuliko
kuliko uharibifu wa aina yoyote tutakaofanya. Kwa sababu kwanza watakuwa athirika ni sisi, watoto wetu, dada zetu na kaka zetu na sisi wenyewe. Lakini watu wenye ulemavu mimi siwezi, unajua wewe unaweza kukimbia. Mtu mwenye ulemavu wa viungo hawezi kukimbia. Kabisa. Wewe unaweza kukimbia usipigwe na jua lisikuathiri. Mimi mtu mwenye ualbino nikitembea kwa muda mrefu bila kupaka mafuta kinga, bila kuvaa nguo za mikono mirefu, jua linaweza likaniathiri. Sasa kwa nini niwaambie watu waende wakaandamane wakati athari ya kwanza mimi ndo nitakayoipata? Kwa mimi niwaambie Watanzania wenzangu tuilinde amani yetu, lakini pia tuendelee kufanyia kazi kwenye taifa hili zuri na misingi mizuri ambayo waasisi wetu kina Mwalimu Nyerere waliacha. Kwa hiyo tusiharibu misingi hii, kwa sababu leo tukiharibu ni ngumu sana. Tumeona kwenye mataifa mwenzetu wanavyoteseka, wanavyostruggle kutafuta amani. Kwa hiyo Watanzania tuendelee kubaki kwa wamoja na tusikubali kabisa, na hicho ndicho ambacho siku zote tunaendelea kukishikilia na kukitunza. Wanakuambia kwamba amani tulionayo Tanzania haitoshi kiasi cha kuweza kuichezea. Si ndio? Bado tunahitajika kuweza kutengeneza amani iliyo kubwa kweli kweli ili tuweze kufikia nchi ya ahadi. Tulikuwa tuna mkurugenzi hapa ambaye ameenda kufafanua vizuri juu ya swala zima la walemavu. Vipi na nini ambacho natakiwa kukifanya kutoka nyumbani kwako kuweza kujiongea katika eneo husika. Na uzuri ni kwamba kwa mwaka huu maeneo ya vituo vya kupigia kura vilivyowekwa ni rafiki sana kwa yule mlemavu kutoka kwenda kupiga kura. Basi una chochote cha kuacha watazamaji? Na washukuru sana. Ninaomba tuendelee kushirikiana na kuitunza amani yetu, lakini pia tuendelee kuwapa nafasi watu wenye ulemavu kuwa kwenye jamii yetu. Na washukuru sana, asante sana.